It is said if you're a young leader, you have energy, you bring new ideas and a fresh perspective to the table, and you probably are willing to take a few risks to break the status quo, hence having a lot of potential. And this describes one young man from a slum that he has called home for many years. This is none other than Francis Wambua, commonly known as Sean, who hails from Kibagare slums here in Nairobi. And due to his leadership skills, he was elected as the youth governor of Kibagare community. Kwa majina, mimi naitwa Francis Wambua Mbenya, but kwa mtaani naitwa Sean Francis. Mimi nilizaliwa hapa Kibagare mwaka wa 1993 tarehe 13. Nakumbuka mimi ndio fourth born kwa family of 5. Tumeriziwa na very single young mother mwenye alikuwa na struggle sana kuturaise. So kati tulikuwa tunagrow naye, mimi nikiwa mdogo nilikuwa pia kiongozi wa watoi. Hiyo ngozi nilianza nikiwa kijana mdogo. So hata nikiwa pale shule kuna wakati nilichaguliwa prefect sababu nilikuwa mtu wa kelele sana kwa class. So mwalimu akaona njia rahisi ya kumaliza kelele kwa class, akanichukua mimi nikuwe prefect, na by the way since that time class yetu ilikuwa among the best. Hata academic tulianza kwenda tukiinuanga academics zetu. Nikagrow tu hivyo pole pole, but shida ilitokea mwaka wa 2007 wakati my mama alikuwa mgonjwa TB. And my mama alipass after kugonjeka for long. Akakuja akapass. Na alikuwa the only person mwenye nilikuwa najua na mwenye nilikuwa nategemea. From that time life ili change. First born wetu alienda kwa crime. Second born akapotelea kwa streets, hadi wale ako kwa streets. Third born ni msichana wa sister aliolewa. Hiyo tu siku my mom tukaenda kumzika. Kuna boy alianza kumkatia na kamari, sijui ndasema by good luck or bad luck akapata ball. So mimi pia nikaona hapa tuna future. Mimi pia nikaenda kwa street. Mtoto wetu mdogo ndiye aliachiwa shosho yetu. So kati niko kwa street nilikuwa naona ile life mtoto wetu anapitia huko home, anateswa sababu ni orphan, anafanyiwa nini. So mimi nikaenda kuwa na hustle, nikienda kuangalia katoto ketu sababu hata mama kiaga iniambia angalia mtoto wenu kwa macho yake. So hiyo kitu naunga lagi jadi kwangu hadi wa leo. Mimi hadi ni saidi nijisahau, lakini nikumbuke wa last born. So kati nikiwa kwa street nikiombaomba, kuna siku moja kulikuwa kumekauka sana. Sijui watu wa Goodwill walikuwa wapi, but there was a lady alipita anaitwa Nancy. Alipita hapo the mall West. Nikamwomba habari yako auntie, tafadhali usaidie leo kitu kidogo hata kama ni chakula. Akaniambia sina. Sababu kwa mazoea watoto wanaomba hata wakiwa na wazazi wao, ni kama kuna hiyo picture watu wamechukua kama wametake advantage. But nilikuwa so real cause hadi nilimwambia mimi sikumtusi wakati ananiambia, na nilimwambia ni sawa, Mungu akubariki utapata. Hiyo word ilitachio madam sana. Wakati alienda huko mbele alirudi akanichukua, akanipeleka uchumi, akanibuy food stuffs, and kesho yake akaniambia mahali nafanya job niende kesho we talk. Wakati nilienda nikamaliza story yangu, alikuwa so touched kuona kumbe hata kwa streets kuna watu wanasafa ukweli, wacha wale wanachukulia advantage. Huyo mother alichukua kaanza kuniongelesha, akaniambia I will be a mom to you. Mimi nilikuwa it was so hard to find another person who will be a mom to me, but alikuwa mom to me. Aliniongelesha sana, akanichampion hadi venye ndarudi shule, akanisaidia and nikakubali kwenda shule. But wakati nilienda shule, so jo nishafikia age ya youth. So nikiwa shule naona hapana, nasoma, nikirudi nyumbani marafiki wangu life yao ina move on. Kuna wenye wanabayo na wazazi wao vitu, mimi kuna vitu na lack. So mimi nikaona njia mzuri nirudi street. Kurudi street sababu nilikuwa nishagrow kidogo. Watu wakupei do wanakuambia kijana uko na nguvu ndio ufanye kazi. So mimi nikaona since sina mapepa, sina job naweza pata. I was a minor. Nikaona kazi nzuri ya kufanya. Sionanga watu wakiiba, simi pia nianze kuiba now. So nikaanza kuibanga, ikakuwa successful. Tukaibaiba hadi nikafika mahali nikakuwa na gang leader wa vijana wezi. Mimi ndio na recruit ule mwenye amekuja mgeni, tuambia toa shamba. Sasa nikakuwa like shamba ni yetu. So tukiendelea na wizi, siku moja rafiki yangu alisnatch simu ya polisi. Wakati wa kupotea
Hao waliweza kupotea vizuri. Wakati polisi alishoot juu, mimi nilala chini cause bado siko na hiyo gang life kabisa ndani. So mimi nilala chini, hiyo polisi alinishika akanipeleka Pangani police station, nikapigwa sana. Na nikarudi kesho yake tukatrack ile simu yake akashika akarudishiwa. But mimi sikuwa na kitu kubwa, niona sikuwa kuanga na siku mbaya. So sikuacha crime that day. Nikaendelea kuiba hadi mwaka wa 2012 ndio niliona hii life ya crime haipe. Inape, it's either ukufe ama ukue kilema, ugongwe, kwa sababu na marafiki wangu walishutiwa nikiona, wengine waligongwa na magari wakikimbia. Mimi niko naamini na sare hii life. So after kuendelea hivyo nikasema nikisari ndaka niweke biashara nijisaidiange mimi na brother yangu. Wakati nilisari life ya crime nikasema leo naenda kuiba mara ya mwisho na nifungue biashara, sababu siku hata niyo startup capital. Kwenda kuiba, kumbe Goda na mipango yake alikuwa amepanga. Manze nilipigwa sana. Hiyo siku nilibaki beti ya madam kwenda kukimbilia mahali tulikuwa tunakimbilia kwa shimo kwa tunnel fulani. Nilipata hapo kuna watu wengi wa breakdown. Walinishika na nilitandikwa vizuri. So hata kuletwa home nilikuwa nabebaniwa. Kufika kwa hao watu tulikuwa tunastay nao walishtuka kusikia nimepigiwa kwa crime na watu wako wanajua niko kwa crime. So mimi pia niliona kumbe hata ningekufia kwa crime watu wangeijua. Kusiko nimeelezea watu who am I, naishiaje. So nikasema from that day hata kama ni startup capital sitarudi huko. Nitaanza kufanya kazi kidogo kidogo kwa community, kuchotea watu maji, kufanya nikisave niweze kufungua biashara yangu. By the way nilianza hivyo, nikapata job pale kwa makaa, safisha hizo gunia, kupanga, kuuzia watu, nikaanza kugain trust ya community. Nikafungua biashara yangu ya smoky na asubuhi na chemsha ngwashe, nazunguka nikiuzia watu kwa manyumba zile sweet potatoes. But after 2013 elections nilianza kuona leadership positions. Sababu hiyo elections viongozi wa Kikamugu community, vijana walikuwa wananichagua niwaongelee. Wanasema show na tuongelee, show nafanye nini. Nilianza kuona by the kumbe naweza fanyia community yangu kitu mzuri. Hapo ndio nilianza kuunda youth groups za vijana. Za kwanza kuchange community, tukaanza kuwa change champions, kufanya nini. Kukakuja mradi ya global communities, ikani train on issues of integrity na leadership. Nikaanza kitu ya kwanza ndio nikachaguliwa kama secretary wa group ambayo inaitwa Kibagare Youth CBO. Ilikuwa CBO ya youth group zote za Kibagare. Nikachaguliwa secretary, nikaenda nikimove on. Kwa majina naitwa Sami ama Mumera, mimi ni mkaaji wa Kibagare. Sean Wambua nilimjua akiwa mtoto mdogo shuleni, na ambapo katika maisha yake alikuwa ni kijana, tunajua maisha ya ghetto, alikuwa kijana machachali, na katika ile mazingira alikuwa ni kijana ambaye haachwi nyuma katika mambo zake. Mpaka wakati alipokuja kumpoteza mzazi katika maisha yale, ikawa ni maisha ya wasiwasi pale, akaona kama amejikosa baada ya kupotewa na mzazi, na akaanza kujihusisha na tumienendo ambapo alipitia katika njia nzito sana, kwenda kutembea na group ambayo walikuwa vijana wametoka pia maisha chochole, walikuwa ni waizi, snatchers pale kwa street. Akawa pia akija kijijini, ile company ama group alikuwa anatembea naye ilikuwa ni group ambayo pia haungeipenda katika ile maisha, na alijikangamua kujibadilisha yeye mwenyewe kwa kujaribu kujiwekea tu biashara ama tu mambo ndogo angejiwezesha kusimama nato. Nimempata akiuza sausage, akiuza sweet pale kwa street, na ambapo amekuja yeye mwenyewe baada ya maisha kuzongamana sana na kujisukuma katika maisha, akaweza kujibadilisha kwa njia fulani, kujihusisha na vijana ambao wangependa kwenda mbele na maisha yao. Katika familia yao alisimama na ndugu zake ambapo amejaribu pia kuwabadilisha, na katika ile hali katika maisha yake amekuja pia amemjua Mwenyezi Mungu, na tukampenda pia katika mabadiliko yake kama kijana mdogo ambaye aliachwa na wazazi akiwa mdogo, na ameweza kuhustle kupitia maisha ya wale waovu, na amejibadilisha, amekuja amebadilika, ameona njia zile, amejitenga nazo, amekuja amemjua Mungu, amebadilika katika maisha, amekuja mpaka mahali kwa sasa hivi tunamuita ka youth governor, ambapo katika ile maisha amekuwa amejihusisha na vikundi nyingi, amekuwa akibadilisha vijana, kuonyesha vile wanaweza wachana na crimes, vile wanaweza anzisha hata biashara kidogo kule mitaani, hata kuunza njugu,
tu vitu tunaweza jipa ku upkeep life. Na katika maisha yake ni kijana mzuri vile ambavyo nimemuelewa, ni jirani, ni mtu ambaye yako katika society, ni mtu ambaye anajari kutoka watoto wadogo hata wa mama wazee katika mtaani. Na iwapo kuna jambo ambalo angependa kuelimisha wengine, yeye ana vikao zake za kubadilisha wale vijana, kukaa nao, na pia wameanza kumjua kwa njia nzito. Wengine wameiga mfano wake, wamebadilika. Tumeona akiwa na cabinet ambayo iko na ulinzi, watu wa kuangalia biashara ndogo ndogo katika hali ya usafi katika mitaani chochole. Na ni kijana mzuri na muungwana ambaye pia kijana angependa kuiga kutoka kwake katika mienendo, kutoka mahali ametoka tangu utotoni na mahali alipo sasa hivi kama jirani ambaye amekuwa ni admirable person, mtu ambaye amekuwa akipendwa na watu wengi na kuombwa hata maidha na wale wako chini yake. So ni kijana mzuri, tukimuongelelea najihisi kana kwamba ni mtu ambaye niko naye, mtu ambaye angehitajika zaidi, hata mahali juu zaidi ya mahali alipo sasa hivi, sababu ni mtu amepitia katika maisha magumu, amejibadilisha, amejijenga na ana vision. Manake mahali anaonekana akielekea ni mahali atabadilisha wengi, manake ameunganisha vikundi tofauti hata katika police community na whatever. Vijana wetu ameweza kusimama nao, kutokuwa katika claim, kutokuwa wakiogopa polisi, kupeana ujumbe na kusaidiana mambo ya ulinzi katika kijiji na mitaani. Katika wazee wa nyumba 10 amesaidiana nao na kubadilisha wale vijana ambao wamekuwa wakijihusisha katika mambo ya mitaani pale katika zile tabia. Kijana amependeka kutoka kwa watoto wa mama, rika ya makamu na pia hata wazee wa kijiji, chifu, madio na hata ngazi za juu. Tumeona pia akitembea vizuri, manake ana mabadiliko. So tunashukuru na tunampenda. From his childhood, he was recognized for his leadership skills, which has seen him rub shoulders with different politicians around. This has earned him a lot of respect in the community, together with his team, which includes Deputy Governor, MCS, just to mention but a few. So kufika 2014, hapa Kibagare kunakuanga na uchaguzi ya chairman, chair lady na youth leader. So by that time kuko na potential youth leaders wenye wanavai. Ule mwenye alikuwa anavai ni kijana alikuwa kwa crime hadi hiyo wakati yako kwa crime, na ndiye anavai kuwa youth leader wetu. So mimi nikaona sinishakuwa kwa crime, najua crime ni kitu inaambukizana. Yani unaweza kuwa uinfluence watu wengine wakufuate, na kama wewe ndio kiongozi tutachagua, sisi pia tutaenda kumfuata. So mimi nikaona mimi sitafanya hivyo, na stand up. Vijana wakaniambia, Sean, unaweza kuwa kiongozi wetu, unaweza kuwa youth leader. Kuna friend yangu anaitwa Haron, alichangia sana mimi kwenda kusimama that day. And sasa tukaenda, siku elections imefika, siku hata kwa ballot paper sijatangazwa na simama, but kwenda pale nikamwambia returning officer, hata mimi naomba kucompete against that boy. Wakashtuka, huyu na yeye ametokea wapi anataka kucompete? Nikasimama pale kujintroduce tu hivi kwa watu, ile motisha nilipatiwa na wasee, nilipatia moral. Hadi wife ya ule opponent wangu mwenye alikuwa anavai aini support, ainiambia kuna jina community kwa inaniita Kave, everyone was shouting that name, Kave. And to me nikachangamka, nikasema kumbe naweza ongoza. Wakati nilichaguliwa kama youth leader, nilikuja huku chini nikaona saizi tuko na issues za devolution. Tunaweza ifanyaje hapa community? Ndio services za gava kama youth fund, uwezo fund, zile mausaidizi zinatoka kwa gava ziweze kufikia wale vijana huko chini. So mimi decide tutakuwa na devolved government hapa kwetu, ambayo Kibagare itakuwa a county within a county. Wakati tulianza na viongozi wetu huko juu to support the governor, now the elected governor of Nairobi, senator, why to support sana kuelezea, hadi wakikuja Kibagare nasema where is the youth governor? So tukaenda nikakuwa governor, niko na deputy who is my friend anaitwa Haron, niko na county executive committees, niko na county executive member wa finance, niko na wa devolution, niko na wa lands, niko na super senator, niko na women rep, na iko na MCAs. So kai tuliona inaweza happen, hata vijana walifurahia. Vijana mwenye alikuwa anaanga yeye ni bure, siku hizi anaitwa mheshimiwa. So na feel yenyewe naanza kucultivate an attitude ndani yao, wanaanza kuona kumbe tunaweza kuwa someone in life. So hapo ndo tulianza hii mambo ya devolution. Na hapa Kibagare saizi mimi ni governor, from a youth leader to
wa governor, and una community ime embrace vizuri, and tuna champion for change. Siku hizi kuna youths wengi wa reform. Since I was elected as the youth governor, tuko na number of young people reform from crime. Siku hizi wanafanya kazi ya mikono yao. Tumeweza kufight ile rate ya madem kupata ball, ingawa ni challenge kwetu sababu hatuna resources kibao, but tumeweza kuongelesha vijana, tunafanya community conversations, tunaita watu pamoja, tunazungumza jinsi ya vile tunaweza endesha community yetu ya Kibagare, but we have better plans and big plans for Kibagare. Naitwa Denzel Waweru, ama CS Treasury, nafanya chini ya governor, tunafanya naye job. Na governor nilimjua alipochaguliwa kuwa governor cause mimi nilizaliwa hapa lakini nilitoka kidogo, so nikakuwa naishi mahali pengine, but ni have kurudi, so tukaingia kwa uongozi pamoja. Governor ni kiongozi mpoa, jamaa mwenyewe usikiza watu, si jamaa wa kuamka tu hivi na kufanya vitu zake, so ni jamaa tunashirikianaga. Vijana wanampenda cause ni jamaa ukimuita hata usiku yeye utokea, alafu mnajaribu kufanya mambo pamoja. Kukiwa na shida, jamaa pia anatokea, tunashirikiana na tunajaribu kutatiza, kuangalia kusort shida yani. Okay, governor ni kiongozi mpoa, ni jamaa yao ushikana na watu, anasaidiana nao. Kuna wasee ufanya job pande kwa stage, watu wa kujaza gari, sometimes wanashikwa, yeye huenda kuwatoa. Alafu kuna kijana alishikwa akaekwa pingu, akapotea na pingu akakuja hadi huku, so governor alichukua jukumu, akaelewana naye, akaongea, akampeleka police station na akafunguliwa. So vijana wanampenda juu jamaa mpoa. Governor tulikuwa tumejuana na yeye, but alipochaguliwa kuwa governor tulikuwa na organization yetu ambayo inaitwa Ndugus for Dadas, so mimi nilikuwa treasury. Alipokuwa governor akanichagua, akaniappoint kwa cabinet yake, so nikaendelea kuwa CS wa treasury. So tunafanyaga kama kukaa na vijana, tunawazungumza nao, pengine mtu anaweza kuwa na pesa but ana idea kitu atafanya na hiyo do, so tunawaadvise. Kuna vijana wengine ambao tuliwaadvise kuambia ni vizuri hata wanunue motorbike ili pengine waache kwenda uko kwa barabara kwa crime, kusnatch simu, na wengine wakanunua motorbike na ikafanya vizuri na wakaacha kufanya shughuli ya crime. Na kwa hii kaunti yetu ya Kibagare, si ati hizo positions tunalipwa, ni volunteerism. Tuko na ile hati ya kuchange our community, cause before tukio kwa crime kuna zile vitu mbaya tunafanya kwa community yetu. So hizi leadership positions zimetupatia opportunity ya kuheal zile wounds to recreate kwa community yetu. Hizi positions hazilipwi, so unapata kama mimi governor niko na another private life yenye nafanya job. I work with NGOs, tuna apply grants, tuna implement, where anafanyanga kama program officer. Deputy governor wangu anafanya na AMREF as a peer educator. My CS for devolution, pia he's running his own program ya #police is my brother, is a community policing project yenye pia wanategemeanga funds kutoka nje wana implement. So hii program pia imetusaidia kuchange ile mindset ya community kutoka kusema haki yetu to people understanding that they have responsibilities. Like story ya waste management, unapata community washa understand responsibility yao kuweka community kuwe safi. Tukingojea governor, tukingojea president, haitawahi kuwa safi. It's upon us tuungane. Sasa tunakuanga na vitu kama clean ups, tunaorganize na community na tusupport zaidi. Another thing, issues of entrepreneurship. Uliona president wetu akisema kuna kitu kama Blue Economy Conference ilikam Kenya. Vijana wajui ni aje wanaweza benefit na Blue Economy. Blue Economy si kwenda kuandiko tu tutege samaki. Siku na job kibao vijana wanaweza train kuunda hizo meri, kurepair, kufanya nini. So hizo ndio opportunity kama mimi governor na understand about Blue Economy, na kuja kwa community, tuna hold conference, tunawafundisha a lot. Wale wenye wako na talanta tunawasaidia na aje wanaweza jiuza. So tuna organize kitu kama talent search program, tuna identify the best, tuna link up na producers, wakisha produce waweze kuona ni aje wanaweza jiuza hata kuendanga mashow wanajisaidia. Na imewak sababu wale wenye wameshindwa wameenda job ya Tauti ni Umakanga, walikuwa wanashikwa zamani sana polisi,
but we brought the police together na the community to understand how vijana ni hustlers na wako na life. Most of them are young fathers and young mothers, so wako na responsibility nyumbani. Wakienda kugonga magari pale kwa highway washikwe, wanapotea na watafikiria kurudi kwa crime sababu kuna njia nyingine. So tulisema si tuwafundishe sheria za barabara, wafundishwe kama wanafaa kuregister hizo PSV, kuregister za conductor ili wajisaidie. Na kama wana pesa tunaweza andika recommendation letter kwa MP ama MCA aweze kuwalipia. And to me kama governor nimeweza kuachieve. And tutapata hata viongozi wakitaka kuingia community, wakitaka kuunderstand zile challenges watu wanapitia, they always call me. Wanani text wananiambia Kibagare kuna shida gani? Yeah. Alafu Kibagare despite kuwa kubwa sana, iko na population ya like adults 3000, watoto unapata watoto ni wengi. So unapata community ya Kibagare tunaserve over 5500 ama 6000 people. So it's a great number yenye ningeweza kuserve nikiwa peke yangu kama youth governor. But since wakati nili-embrace vijana wengine, hata wako na ownership, wana feeling, wana respectiwa. Since huyu kijana achaguliwe ambaye ni governor wa vijana katika mtaa huu kujitambulisha, kujulikana na mienendo yake ya kazi, amebadilisha vijana, kuwahamasisha kuhusu katiba. Manake hapo awali tulikuwa tunaona polisi wakija hapa kuliko kudili na zile crime walikuwa wanawavamia, kuwapiga mawe, kuwapigia nduru, na wamekuwa saa hizi wakihamasishwa na kuelewa ya kuwa polisi yako pale kama ndugu yao, mtu ambaye anaweza badilisha pia society, mtu ambaye anaweza kurinda, mtu anaweza kuokoa ukiwa na shida pia hata tofauti ile ambayo haungehofia kana kwamba. So wameelewa kuwa askari na rights zake, na wao wamejielewa. Na katika yale mabadiliko kuna zile unaweza pata mtu ambaye ameshikwa pale kwa ajili maybe ya kuhofiwa, alikuwa katika tukio ama jambo fulani. Yeye huwa anaenda hata pale kituo na anaenda nao, anaelezea, na baada ya kuelezea hawa nao wanakuja wana understand ama wanaelewa wale polisi ambao walikuwa katika lile tukio kabla ya ule uchunguzi na vile ilikuwa imefikia, na kuhamasisha katika ile kisheria. Wamejua vile sheria ambayo inafanya kazi, sababu pia kuna makundi fulani ambao wamekuwa wakiendesha hata hizi pikipiki bila zile license. Amewapea zile umuhimu za kujua katika zile vipengele zetu za katiba, mtu ambao analindwa na license yake katika zile barabara, and when you ensure your motorbike or whatever wakati uko barabarani. So amekuwa akihamasisha katika mazingira ambayo tunaishi kwa saa hizi, na watu kujua umuhimu wa kuzielewa zile katiba zetu. Yeye hufanya kazi moja kwa moja na serikali, na kwa hivyo kukiwa na jambo lolote yeye huwahusisha na kuwaelezea na kuweza kukomboa vijana wetu katika ile mazingira. Kama ni mambo ya biashara ndogo kutaka kujiwekeshea, wanaelimisha. Unapokuwa na capital kidogo hivi na vile unaweza jianzisha kimsingi na zile fedha na katika msingi, na unajipata umeinuka, na hakuna shilingi ndogo katika mazingira kulingana na ile elimu ambayo wanahamasisha wananchi nayo. Unaweza anzisha any business with kiasi chochote cha pesa ambacho uko nacho. Ile kitu kinahitajika pale ni muongozo na vile ambavyo umejifahamu katika ile biashara, na kuweza kukeep kama una familia, na pia hawa wasichana wandogo kujihusisha katika mambo ya usherati. Yeye ni mwalimu katika mazingira ile. So Sean Wambua ni kiongozi, ni mtu ambaye anahitajika katika society, ni mtu ametubadilisha, na tumeelewa hata sheria zetu za kuishi na kujikinga na mambo tofauti ambayo yasiyoandamana na sheria zetu za nchi, na kutuleta pamoja kama society katika mtaa wa Kibagare. So hapa Kibagare community tunapata our MCAs wenye niko nao. MCAs kila mtu kuna ka place anatoka. So we always meet monthly, wananiletea one brief about their area. Kama ni issues za security, MCA akiwa na shida ya security na summon CC member wangu wa security, anakuja na kachini, anasikiza hiyo area kuna shida ya security. So tutaenda kwa hiyo area, si kuna government structure ya nyumba 10. We invite the nyumba 10 chairman, we sit down with him to discuss your issue. Not as an issue, but na discuss what is the root cause. Ni nafanya vijana wa hiyo area wafurugane, ama si vijana wa hiyo area na area nyingine wakuja kufuruga hiyo area. So tukidiscuss huwa tunapata hiyo shida yenye ilikuwa hapo. And with my CEC committee members, huwa tuna meet twice per month. Unless kuna emergency issue, hiyo tunaitana first. So our CEC members tukikaa chini, wao wananisaidia ku make decision. Because kama the governor nikimeka decision inaweza favor watu wangu, ama inaweza kuwa nilimeka decision out of my emotions. So mi wana avoid hiyo sana. So that's why I need these people, and
I have learned one thing, there is power in working together. And pia community tukimake a law to make sheria ya community, usitupe takataka, usimwage maji chafu. Huwa tuimake tu hivyo, tuna understand wasimwage maji chafu, wataipeleka wapi? So we invite the community, tunafanya community conversation again. Now tunawaelezea the importance ya kuweka mazingira yetu ikuwe safi. Mkifunga drainage, mtoto wako unatatuma duka aanguke kwa hiyo drainage kuna siwa, si mtoto wa MCA, ni mtoto wako wewe, mama wa Kibagare. So mama akisikia kuna sense ya kuweka community yetu ikuwe safi, wao wana embrace na wana tu support. Another thing is takosa kukuzia challenges. As long as tuko na positive things tumemake, kumekuwa na challenge. Ukisoma research kibao zinasema Kibagare ilikuwa unsafe place. Yenye hata mimi mwenyewe nikienda huko nje niulizwe natoka wapi, singekuwa proud niseme natoka Kibagare. Kuzuko ndo kwa wezi wengi wako natoka, watu wa bangi, changa, school dropouts, teenage pregnancies, wengi walikuwa natoka Kibagare. But tumeweza kuifight. Saizi ukiangalia zimerudi chini zote. Kama crime, kama ilikuwa 80%, saizi iko 2 or 3%. Tumeweza kufight hiyo story ya crime. Story ya teenage pregnancy ndio imekuwa issue, sababu wa vijana wenyewe, hiyo ni issue gava tunaweza omba watusaidia. Hata ukiangalia research ya juzi KCP na nini, vile watoto nationwide walipata pregnancy, ni issue pia hapa kwa community yangu ya Kibagare. Issue tena kubwa ni running an office without a budget. Unapata tukitaka kuenda mahali to reach out kieto ingine ama neighboring community, because unapata the problems that are facing the people of Kibagare in another way they replicate in another ghetto. And kama tutamaliza ile side, watu siku moja watahamia hapa Kibagare na watajua tulimaliza story ya crime, watakuja walete hiyo influence mbaya kwa vijana wetu. So tunasema tunataka ku stretch out kwa vijana wengine wa neighboring areas, but due to running an office without a budget, hatuna hizo efforts za kuwafikia. Another thing ni stories za politics was not to affect. Unapata kiongozi fulani anatakuwa na wewe, siasa ikio karibu, sababu wanahitaji wale vijana wako nyuma yako, wale followers. But akishaingia kwa ofisi, simu yako anaiona hivi, ama anakuhitaji saa yenye ana place umpelekee vijana. To me, naona hiyo ni kama waste. Nitumia sababu wa vijana, unapata kijana anakuja kuletea mabarua, nimefanya course, nimefanya hivi, uniambia ni change, but hauna place unaweza place, hauna job unaweza mpatia. Job yenyewe unaweza mpatia ni iko kwa magava, na watu wa gava waitaki akue job, sababu akiwa job waikuja siasa atakuwa busy, wata muhekol. You see, wanahitaji kijana kwa hydrate, ndio wakati unakaa mpe tu. And unapata tukianza politics, watu wenye walikuwa 207, mwanasiasa akikuja kwa anawape 500. 2013 mwanasiasa akikuja kwa anapatia watu 300. 2017 ya juzi hata 100 watu wanauania. So ukiangalia life inarudi chini badala iende juu. And that is yenye tunaomba to fight. And ingiomba wale viongozi wetu elected, area MCA, area MP, the governor, senator, and even our able president, tuweze kuwaka pamoja, tuone how can we change this community and how can we change our country, Kenya. Robert Greenleaf puts it well by saying, good leaders must first become good servants. And indeed, Mr. Governor's effort has been seen not only in words but in actions. Hence the saying, effective leadership is not about making speeches or being liked. Leadership is defined by results, not attributes.